Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametisha kushambulia vinu vya nyuklia huko nchini Ukraine na amesema ya kwamba viongozi wa nchi za Ulaya, yani Magharibi, inawapasa watulie, yani warelaksi, na amesema ya kwamba kama Urusi haiwezi kuwa dhaifu. Kwa nini Vladimir Putin amesema hayo na nini hasa chanzo? Basi nitakufahamisha hapa hotuba ya Rais wa Urusi Vladimir Putin ambayo amehutubia hivi punde, na kusihi tu ya kwamba nifuatilie mwanzo hadi mwisho, na unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa ili uwe wa kwanza kabisa kuzipata. Nitaanza na kauli ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kushambulia vinu vya nyuklia huko nchini Ukraine, na utasikia pia baadaye ambacho amezungumza Putin kuhusu Urusi haiwezi kuwa dhaifu, na amewaambia viongozi wa Ulaya waweze kutulia. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametisha kushambulia vinu vya nyuklia huko nchini Ukraine. Ameyasema hayo katika mazungumzo ya kimataifa ya Valdai katika jiji la Sochi mnamo Oktoba 2 kuamkia Oktoba 3. Rais wa Urusi Putin ametaja hatua hiyo inayowezekana kama jibu la kioo, akidai ya kuwa Ukraine imekuwa ikifanya mashambulizi karibu na kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhzhia ambacho kimekuwa chini ya nchi ya Urusi tangu Machi 2022, japo hakutoa ushahidi wowote kuthibitisha madai hayo. Wakati katika maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine wanahitaji kuelewa ya kwamba ikiwa wataendelea kucheza na hii hatari, bado wana vinu vya nyuklia vinavyoendesha upande wao. Kwa hivyo ni nini kitazuia kujibu kwa aina? Putin alihoji, akisema ya kwamba wanapaswa kufikiria juu ya hilo kuhusu kila ambacho pia Putin ama Urusi inaweza kukifanya kwa kushambulia vinu vya nyuklia katika upande wa Ukraine. Maoni yake rais huyo yanakuja wakati kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia, kituo kikubwa zaidi cha nishati ya nyuklia barani Ulaya, kimekatwa kutoka kwa gridi ya umeme ya Ukraine kwa kipindi cha rekodi ya zaidi ya wiki kufuatia kukatika mara kwa mara tangu kuanza kwa vita kamili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yeye alielezea hali katika kiwanda cha Zaporizhzhia kama mbaya mnamo Septemba 30, ambako jenereta za diesel sasa zinasambaza umeme kwenye mtambo huo, lakini moja tayari imeshindwa. Waziri wa mambo ya nje anayefahamika kama Andrei Sybiha kutokea huko Ukraine alisema jana tarehe 2 ya kwamba Urusi ilikata kimakusudi nguvu za kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia inapojitayarisha kuunganisha tena kituo hicho kwenye mfumo wake wa nishati. Kila hatua inayochukuliwa na Urusi sio tu hatari kubwa, lakini pia inafungua njia kuelekea janga, Sybiha amesema. Wakati wa pia Putin alidai ya kuwa hali katika kiwanda hicho imedhibitiwa na kwamba jenereta zinasambaza umeme. Ukraine inaendelea kudai kuondolewa kwa vikosi vya Urusi kwenye kiwanda hicho na kuanzishwa kwa eneo hilo au eneo lisilo na jeshi karibu na kituo hicho, pendekezo ambalo Urusi imekataa mara kwa mara. Mashambulizi ya Urusi pia yametishia mara kwa mara vinu vya nyuklia vilivyo katika eneo linalodhibitiwa na Ukraine, ambapo mwezi wa pili mwaka huu ndege isiyo na rubani ya Urusi aina ya Shahidi ilishambulia kifungo kipya cha usalama juu ya kinu cha 4 cha Chernobyl kilichoharibiwa na muundo uliojengwa ilikuwa na nyenzo zenye mionzi uliharibiwa kabisa, ingawa hakuna uvujaji mkubwa wa mionzi uliosababishwa. Moscow ikiimarisha au huku Moscow yanajiri hayo, huku yenyewe pia ikiimarisha mashambulizi yake kwenye miundombinu ya nishati. Ndege isiyo na rubani pia ya Urusi ilishambulia kituo cha nishati katika mji wa Slavuchi katika jimbo la Kivu na kusababisha kukatika kwa umeme kwa saa kadhaa katika kiwanda cha nyuklia cha Chernobyl nchini Ukraine. Rais wa Urusi pia amesema ya kwamba Urusi kamwe haiwezi kuwa dhaifu, na ametangaza hivyo kwa kuambia viongozi wa Ulaya waweze kurelaksi. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia alisema ya kuwa Urusi haiwezi kuwa dhaifu na siyo chaguo lao kwa Urusi kama historia yake inavyoonyesha, rais huyo alisema. Rais wa Urusi aliapa kwamba Moscow haitawahi kuonyesha udhaifu
na kutokuwa na uamuzi, akionya ya kwamba wale ambao wana ndoto za kuwa na ushindi huo wa kimkakati wanapaswa kuzingatia ujumbe wake. Alisema historia ya Urusi imethibitisha udhaifu wa kubaliki kabisa, kwani huleta majaribu, udanganyifu kwamba kutokubaliana kwao kunaweza kutatuliwa kwa nguvu. Rais huyo aliwaonya wapinzani watarajiwa dhidi ya kuchokoza Urusi au kuichokoza Urusi, akiongeza kuwa imekuwa ikiishia vibaya kila mara kwa mchochezi bila ubaguzi. Putin pia amesema viongozi wa Umoja wa Ulaya wanaendelea kurudia mantra zisizo na maana ya kwamba Urusi itashambulia nchi za NATO. Ameyasema hayo akipendekeza kwamba wanapaswa kustarehe badala yake. Akitoa hotuba yake ya kila mwaka katika klabu ya majadiliano ya Valdai huko Sochi siku ya Alhamisi, Oktoba 2, Putin aliita wazo hilo haliwezekani kuwaza, na alipendekeza kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya ama hawakuwa na uwezo kama waliamini ya kweli, au sio waaminifu ikiwa hawakuamini, lakini bado walijaribu kuwashawishi raia wao vinginevyo. Putin, namnukuu, amesema, kusema kweli ninachotaka kusema ni pumzika, lala vizuri au ushughulikie masuala yako mwenyewe, Putin amesema, akirejelea matatizo ya kijamii, kiuchumi na kifedha ndani ya jumuiya hizo. Mataifa kadhaa ya Umoja wa Ulaya hususan Poland na mataifa ya Baltic yametoa hofu ya kuwa iwapo itashinda Ukraine, basi Urusi inaweza kushambulia wanachama wa Umoja wa Ulaya ikiwemo na NATO karibu na mipaka yake. Nchi hizo zimekuwa zikichochea wasiwasi wa uvamizi wa Urusi, zikitumia kama kisingizio cha kuongeza kijeshi, kulingana na maafisa wa Urusi, na wameweza kueleza hivyo. Na hicho ndicho ambacho pia naweza nikazungumza kwa sasa kuhusu kauli ya rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye kwanza amedokeza au ameripotiwa ya kwamba na yeye kama itatokea Ukraine ikiendelea kushambulia maeneo ya viwanda vya nyuklia ama mitambo ya nyuklia huko nchini Urusi, basi pia atashambulia vinu vya nyuklia huko nchini Ukraine, akigusia hasa kule Zaporizhzhia ambako ndipo kuna sehemu kubwa ya nyuklia barani Ulaya. Na umesikia pia kile ambacho amezungumza kwa viongozi wa Ulaya, akiwaambia ya kwamba wanapaswa kurelax, kwani Urusi haina mpango wa kushambulia nchi za NATO ama haina mpango kabisa kushambulia nchi za Ulaya. Hicho ndicho ambacho pia Putin amekizungumza usiku wa leo kuamkia siku ya leo, ambako kule ilikuwa mchana lakini kwetu sisi ilikuwa usiku kuamkia sasa Oktoba 3 siku ya leo, ambako alizungumza ilikuwa Oktoba 2 kuamkia Oktoba 3. Taarifa zaidi kutoka kimataifa, na kuahidi ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine zaidi ambazo nimekuwa nikiziweka hapa, lakini cha msingi hakikisha kwamba pia umejumuika nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi kutoka kitaifa na kimataifa.